Mwenyezi Mungu, katika heshima kubwa na katika unyenyekevu mkubwa, tunakisogelea tena kiti chako cha enzi. Tunasogelea madhabahu yako, madhabahu ambayo damu takatifu ya mwanao Yesu Kristo ilinyunyizwa kwa ajili ya ukombozi wetu na kwa ajili ya upatanisho, ili ya kwamba tukapate ujasiri wa kupangia patakatifu kwa damu hiyo na kwa njia ya mwili wa Yesu Kristo uliotolewa msalabani. Tunakushukuru kwa sababu umetushangiliza kwa mema mengi, umetushangiliza kwa maajabu unayotutendea, na kubwa kuliko yote ni wokovu uliotufanyia, na tunakutukuza, tunasema asante. Endelea kuisaidia mioyo yetu tena kusikia kutoka kwako. Tutilie uwezo wa kufahamu, tutilie uwezo wa kuelewa katika namna ya rohoni, kwa sababu umesema mambo yoyote yaliyo Roho Mtakatifu yanafasiriwa kwa maneno ya rohoni na yanatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Tusaidie, kwa ni watu wa rohoni, tunaweza kuyaelewa mambo ya rohoni na kuweza kuyafafanua pia katika namna ya rohoni. Roho Mtakatifu tuatamie. Tumekuja kuomba, tunaomba turidhie na utusikie Bwana. Kuna mambo ambayo umesema sio maisha yetu na hatutaki endelee kwa maisha yetu, maana kuna maisha uliotuandalia na kuna mahali na nafasi ulizotuandalia. Baba, tunaomba ukapate kutuingiza katika hizo, katika jina jema la Mwokozi wetu Yesu tunasema asante na kushukuru. Amen. Amen. Naomba tuketi. Amina. Nisaidie kusalimia watu ambao Mungu amekubariki kwa jirani zako kwenye ibada hii. Mwambie karibu mbele za Bwana, karibu kwenye uwepo wa Mungu. Mwambie mwaka huu Mungu akufanikishe, Mungu akuingize katika mema yake. Mbona hamsemi, hamtakiani mema? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Amen. Twende moja kwa moja katika kitabu cha Mwanzo sura ya 31. Mwanzo sura 31, tutasoma mstari wa 3, tutasoma mpaka ule mstari wa 13. Mwanzo sura ya 31 mstari wa 3 tutaelekea mpaka mstari wa 13. Mungu wetu asifiwe. Amen. Naomba nisome. Biblia inasema, Bwana akamwambia Yakobo, urudi katika nchi ya baba zako na kwa jamaa zako, nami nitakuwa pamoja nawe. Yakobo akatuma watu, akawaita Raheli na Lea waje nyikani kwake kwenye wanyama wake. Akawaambia, naona uso wa baba yenu kwamba haunitazami vema kama jana na juzi, lakini Mungu wa baba yangu amekuwa pamoja nami. Nanyi mmejua ya kwamba kwa nguvu zangu zote nimemtumikia baba yenu, na baba yenu amenidanganya akabadili mshahara wangu mara 10, lakini Mungu hakumwacha kunidhuru. Aliposema, walio na madoa watakuwa mshahara wako, wanyama wote wakazaa madoa. Aliposema, walio na milia watakuwa mshahara wako, ndipo wanyama wote wakazaa wenye milia. Hivi Mungu akamnyang'anya mali yake baba yenu na kunipa mimi. Ikawa wakati wale wanyama walipochukua mimba, naliinua macho yangu nikaona katika ndoto, na tazama, mabeberu waliwapanda wanyama walikuwa na milia na madoadoa na marakaraka. Na malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto, Yakobo. Nikasema, mimi hapa. Akasema, inua macho yako utazame, inua macho yako ukaone, mabeberu wote wanaopanda wanyama wana milia na madoa na marakaraka, maana nimeona yote aliyokutendea Laban. Mimi ni Mungu wa Betheli, huko ulikotia mafuta nguzo na kuniwekea nadhiri. Basi sasa ondoka, toka katika nchi hii
urudi mpaka nchi ile uliozaliwa. Bwana wetu Yesu asifiwe. Jioni leo nataka tuendelee kumwomba Mungu pamoja kwa habari ya kuona, ya kuwa na ndoto, ya kuwa na sura, picha ya mwaka unaoendea na siku unazoziendea. Hakuna jambo ambalo litakufanya ufanikiwe kama hauwezi kuona mbele yako. Maandiko anasema uinue macho yako utazame mbele yako sawa sawa. Kope zako zitazame mbele yako sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama huwezi kutazama mbele yako sawa sawa, siku zote utaishi maisha ya kutatanika, na siku zote utaishi maisha ya njia panda, mpaka uwe una uwezo wa kuona mbele yako sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe una uwezo wa kuona mbele yako sawa sawa. Uwe una uwezo wa kuona nini kinafuata. Haleluya. Ndio mtu anayeona mbele, hata kama anapita wakati wa kutokufanikiwa, huwezi kumuona amechoka, huwezi kumuona amekata tamaa, huwezi kumuona amejikunja na kujikunyata, huwezi kuona nasema sioni maisha yanakwenda wapi. Huwezi kumsikia anasema hivyo, kwa sababu anaona zaidi ya hapo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa sababu Biblia inasema wakati wa kutokufanikiwa fikiri, na wakati wa kufanikiwa ufurahi, kwa sababu Mungu ameweka hayo mawili yawe sambamba ili mwanadamu asijue nini kinafuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo wanadamu wa kawaida hawajuaki kinachofuata, lakini hata hivyo Mungu ameshauri wasiwe na mambo mengi ya kufanya zaidi ya kutulia na kufikiri kama wanapita kwenye kutokufanikiwa. Mungu atawasaidia katika huko kutulia. Haleluya. Katika huko kutulia, Biblia inasema hapo ndipo unapopata majibu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo naleta habari ya mtu mmoja ambaye aliishi maisha ambayo inawezekana wengi wetu tunayapitia. Maisha ambayo hayafanani na alivyopaswa kuishi. Mtu huyu alienda kwenye nchi ya mjomba wake, na wazazi wamemshauri, nenda kwa mjomba. Hapa si salama sana, kaka yako ana hasira. Nenda kwa mjomba. Nikiwa najua kabisa na kuamini, wazazi hao walijua kule atapokelewa vizuri, kule atajaliwa vizuri. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu mtumwa wa Ibrahimu alipoenda kuposa mama yake aliyekuwa anaitwa Rebeka, alipokelewa kwa mapokezi makubwa na kwa kibali kikubwa. Si mnakumbuka ile story? Na tangu wakati huo mpaka kijana ni mkubwa hawajai kwenda huko tena. Maana Mungu amemtoa Ibrahimu, na utaratibu wa Mungu ni kwamba hakuna kurudi huko. Je, Yesu asifiwe. Kwa hiyo Ibrahimu hakwenda, wala watoto wake tangu wamezaliwa hawajaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado wana kumbukumbu za ile siku na yale mapokezi na ile habari njema yule mtumishi alirudi nayo, jinsi watu kule walivyo wazuri. Wakati huo miaka hiyo Labani ni kijana na Rebeka dada yake ni binti. Kwa hiyo Labani anahusika katika kumsendofu dada yake aende kuolewa na Isaka. Kwa hiyo alikuwa na mtuma kijana kwa ujasiri, wanajua anakwenda kufikia ni pazuri, mapokezi ni mazuri, ni kwa mjomba, tena si mjomba mbaya, mjomba mzuri. Haleluya. Mjomba mwenye upendo, mjomba ambaye atachukua mtoto wa dada yake ambaye tangu amezaliwa hawajawahi kuonana, atamchukulia kama mtu wa muhimu kwake. Kijana anafika kule, akapokelewa sawa. Baadaye wakati ule mikoa ilikuwa si mikubwa sana kama siku hizi, mtu kuwa binamu yake alikuwa jambo la mwiko sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika watoto wa mjomba kapenda mmoja anaitwa Raheli. Akamwambia mjomba, mimi naomba uniozeshe Raheli huyo hapa. Mjomba akasema hakuna shida, lakini kumpata utanifanyia kazi miaka mingapi?
7, utanitumikia. Ukisikia mtu anasema utanitumikia, Biblia haijaainisha aina ya utumishi. Inawezekana alitumwa chochote, muda wowote, saa yoyote. Inawezekana aliamshwa muda wowote, saa yoyote. Lolote lilokuwepo. Anaitwa Yakobo njoo, likitoa hajamaliza ile Yakobo njoo, jamani mnanitesa. Si ndo makubaliano? Unatumika hapa miaka 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakobo nadhani akiwa anatumika, anataka kupata Raheli, lakini kichwani pake anawaza, hivi ni mjomba kweli au ni mtu mwingine? Haleluya. Hivi huyu ananifanyia hivi ndio yule mjomba nilikuwa naambiwa habari zake au ni mtu mwingine? Haleluya. Na mjomba namtumikisha kijana, hakuna huruma. Kijana kajitahidi, kamaliza miaka 7. Walipomletea, baada ya kumletea Raheli, wakamletea Lea. Alipohoja akamwambia utaratibu ndio huo, mkubwa ndiye anaolewa kwanza. Haleluya. Kama namtaka na huyu ongeza 7. Bwana Yesu sana. Kwa sababu anampenda kaongeza 7, jumla 14. Kapata wake zake 2 kwa utumishi wa miaka 14. Sasa anawatunzaje? Anawalishaje? Maisha yanaendeleaje? Akaambiwa sasa utakuwa unafanya kazi kwa kulipwa. Mishahara ikapangwa. Wa kwanza, kijana apiga kazi ili ya kwamba apate sasa kulisha wake zake na kutunza wake zake. Siku ya malipo mambo yamebadilika. Haleluya. Analetewa habari nyingine, na hiyo mpya bado ananyenyekea. Anatumika. Siku ya kulipwa maneno ni mengine, yameshabadilika, hakuna kulipwa tena. Akasema, baba yenu aliwahi kunipangia mshahara na kunibadilishia mara 10. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni nje ya ile kutumika kupata wale kina dada. Hiyo ni mishahara ya kulipwa ili apate namna na yeye kuendesha maisha. Haleluya. Mara 10 mishahara inabadilika. Hivi umeshawahi kudhurumiwa wewe? Wangapi wamewahi kudhurumiwa? Haleluya. Hivi unaelewa maumivu ya kudhurumiwa? Angalau mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe kuna jambo moja la maana na muhimu liko kwenye maisha ya kijana. Anasema Mungu alikuwa pamoja na mimi. Hilo tu. Na mimi nataka niwaambie watu wa Mungu, hakuna kitu nahitaji kuliko chochote kama Mungu kuwa pamoja na wewe. Mungu akusaidie popote unapopita, mabonde, milima na kila jambo lolote. Omba usipoteze uwepo wa Mungu. Usipoteze Mungu kuwa upande wako. Mimi naelewa maana ya Mungu kuwa upande wako. Jina la Yesu libarikiwe. Mimi kwenye maisha ya uchungaji nimepitia mambo mengi na vita vingi, lakini najua maana ya Mungu kuwa upande wako. Haleluya. Nafahamu maana ya Mungu kuwa upande wako. Mimi na hakika kama sio Mungu kuwa upande wangu ningekuwa siishi sasa hivi. Lakini kwa sababu ya Mungu kuwa upande wangu ninaishi. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kijana nasema kilichonisaidia mpaka leo nipo. Nilidhurumiwa lakini sikufa, maana nilikula hata kama nimedhurumiwa. Mungu alinilisha hata kama mishahara niliyofanyia kazi sikupewa, bado Mungu alinilisha. Kwa nini? Mungu alikuwa upande wangu. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini siku moja Mungu anamtokea, anamwambia Yakobo, sasa muda wa kukaa huku umetosha, rudi. Sasa Yakobo anaanza kusimulia
mpaka Mungu anamwambia ondoko, rudi kwenu. Nini kimepita hapo katikati? Anarudisha story nyuma. Ndio anasema nimefanya kazi kwa baba yenu, tumepatana mara 10, na siku ya Mungu kunisaidia, Mungu alinipa ndoto. Sema alinipa ndoto. Sema alinipa ndoto. Mungu akikupa ndoto umeshinda tayari. Jina la Yesu libarikiwe. Mungu akikupa ndoto umepenya tayari, kwa sababu ndoto ya Mungu hakuna nguvu inashindana nayo, hakuna nguvu inaipinga, hakuna mamlaka inaizuia. Ndoto ya Mungu inapita kwenye milima, inapita kwenye mabonde, inapita kwenye vikwazo, inatokeza, inatoboa. Kiswahili kinasema cha siku hizi, inatoboa. Jina la Yesu libarikiwe. Akasema mambo yalipoanzia kubadilikia baada ya dhuluma nyingi, Mungu alinipa ndoto. Alinipa kuona namna anavyonitetea, kuniondoa kwenye miaka ya kudhulumiwa na kunileta kwenye miaka ya mwenye kudhulumu kupokonywa. Yeye aliyedhulumu sasa, majira yake ya kunyang'anywa yanakuja. Mungu kabla hajatokea, Mungu akanionyesha katika ndoto. Nikaona ndoto Mungu anahamisha kutoka kwa aliyekuwa akinidhulumu miaka yote, sasa alivyokuwa ananidhulumu vinanirudia tena, vinakuja kwangu. Jina la Yesu libarikiwe. Akasema anawasimulia wake zake baada ya Mungu kumwambia muda wa kurudi kwenu umefika. Ameita wake zake huko nyikani, anawasimulia mambo yalivyoanza. Wakati anaonyesha wingi wa ng'ombe na mbuzi na kondoo, wote wa maraka na madoadoa na nini tena, na miria. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wengi, na wale wa baba yao ni kama wameisha. Anawasimulia siri ya haya mnayoyaona. Ni Mungu alifika tarehe fulani akabadilisha nyakati, akaondoa nyakati mbaya za maisha yangu, akaondoa historia mbaya ya maisha yangu, akaondoa miaka ya mateso yaliyokuwa juu yangu, akaondoa miaka ya kuonewa niliyopita katikati yake kwa kipindi kirefu. Mistarehe ilifika na muda ilifika, Mungu akayaondoa na Mungu akayabadilisha, na mahali pake akaleta miaka ya utajiri kutoka mikononi mwa mwenye kudhulumu, halafu kaa unakuja kwangu. Akawaambia ilianzia kwenye ndoto. Akasema nikaota naona mabeberu, wale wanyama na wachunga, mabeberu ya maraka na miria na madoadoa yanapanda wale wanyama. Nilikuwa bado natafakari kwenye ndoto, mara nikasikia sauti ya malaika inaniambia Yakobo. Nikaitika nikasema mimi hapa. Akaniambia malaika, inua macho utazame ukaone. Unaona hao mabeberu? Nikasema sawa, ninaona. Jina la Yesu libarikiwe. Anamwambia Mungu, hebu soma kaka, neno ni kazuri sana. Sikiliza mstari wa 12. Malaika akasema, inua basi macho yako ukaone mabeberu wote wanaopanda wanyama, wana miria na madoadoa na marakaraka, maana nimeona aliyokutendea Laban. Haleluya. Omba nafsi ya mtu mmoja ichangamke, kwa sababu tunapozungumza habari ya mabadiliko ya nyakati, kuna mtu Mungu ameona aliyokuwa anatendewa. Kuna mtu ambaye Mungu ameona namna shetani alivyokuwa anamtendea, namna ambavyo shetani alikupitisha katika baadhi ya nyakati hazikuwa njema kwa maisha yako. Ndoto ikaja, akiwa naota, malaika anaongea, anamwambia inua macho one. Unaona hao mabeberu? Akasema nawaona.
Akasema ni kwa sababu Mungu ameona aliyokuwa anakutendea Labani. Naomba jambo hili mtu alipokee katika roho. Jambo hili ndio point ya mageuzi kwenye maisha yako. Hii ndio point ya mageuzi. Ukishindwa kudaka hii unaweza ukamisi. Maana hii ndio timing. Kesho nitakuwa nazungumza kutambua wakati wa Bwana. Kutambua wakati Mungu afanya hapo jambo. Kesho nitakuwa naongea na ndio tutakaloomba. Mungu ajalie mtu spiritual sensitivity, ule uwezo wa ufahamu kung'amua muda na majira Mungu anapokuwa anafanya jambo. Mara nyingine tunapitwa kwa sababu hatujuagi kung'amua muda. Haleluya. Na kesho ndio tutakaloomba kesho. Mungu akusaidie kujua kung'amua muda ambao Mungu anafanya jambo. Kwa hiyo ukawa ndio muda. Miaka ya kudhulumiwa imekuwa mingi, lakini sasa ni muda. Ule muda ukaanza na ndoto. Kwa Yakobo akaamka asubuhi ana ndoto. Anayemdhulumu akaendelea hiyo siku asubuhi kama kawaida yake. Anayemwonea akaendelea hiyo asubuhi pengine na kesho yake kama kawaida yake. Kumbe anayeonewa leo sio yule wa jana na juzi. Juzi alikuwa anaonea asiye na ndoto, leo anaonea mwenye ndoto. Mwenye ndoto, ndugu yangu, kuonewa kuna mwisho. Haleluya, haleluya. Juzi na jana alikuwa anamuonea akiwa hana ndoto, hana taarifa za kesho. Lakini sasa anajaribu kuonea mtu mwenye taarifa za kesho. Mtu anayejua kesho nini kinafuata. Haleluya, haleluya. Anamdhulumu, kumbe anadhulumu mtu anayeona kesho kinachofuata. Ameshaota, anajua kinachofuata, anajua sauti imeshasema. Mungu ameshaona unayotendewa. Kwa maandiko anasema Yakobo katikati ya mazingira hayo bado, maana Labani hajajua kama Yakobo ana ndoto. Yeye anaendelea na visa vyake kama siku zote. Kumbe anayemfanyia visa sio yule wa jana, ni mwingine. Hebu ambia shetani, mimi sio yule wa jana. Nenda ukitoka hapa ambia yale mazingira, yaambie sijajua nitumie neno gani. Unajua kuishi mahali unalala njaa. Nenda uangalie masufuria, yaambie ninyi masufuria hamkuzoea kupika. Hii sio nyumba kama ile ya jana. Jina la Yesu libarikiwe. Na mimi sio yule wa jana na juzi. Unaambia kabisa, nimetoka mbele za Bwana, kuna jambo limetokea kwenye maisha yangu. Msinitazame kama yule wa jana. Mimi sio yule mnyonge. Mimi ni mwingine sasa hivi. Unaambia mazingira yako, unaambia hali, unaambia mambo yanayokutesa, unaambia mimi sio yule tena. Haleluya. Najaribu kumtengeneza picha ya Yakobo wakati Labani anamfokea, halafu akidai haki yake, anavyodhulumiwa, anavyofokewa, halafu na angalia moyoni mwa Yakobo, anasema kimoyomoyo, hunijui, mimi sio yule tena. Haleluya. Hujui unamfokea, mimi ni mwingine, sio yule tena. Haleluya. Sikupi, nenda popote, nenda ukashtaki popote. Hujui unayemwambia. Unayemwambia kashtaki popote, anapo tayari mwenye faili la mashitaka ameshasema yuko upande wangu. Halafu wewe unaniambia nikashtaki popote, wakati mwenye mafaili ameshaniambia yuko upande wangu. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Mwenye kuamua kesi zote ameshaniambia yuko upande wangu. Halafu wewe huna taarifa kama tuliongea. Nimeshaongea na jaji asubuhi. Halafu tunakutana mlangoni, tunaenda kwa jaji, unajaribu kuniambia kwamba utanishinda. Unanishindaje wakati ulishamaliza asubuhi? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kuna watu wanadaka kitu ninachoongea mahali hapa.
Kuna watu wanakamata kitu tunachokiongea. Kuna watu wanaanza kuona picha ya nini kinaweza kuendelea kwenye maisha yao. Mungu akusaidia kupata picha. Ukipoteza picha, unaweza usijue unaelekea wapi. Kwa Biblia nasema Yakobo alichokifanya baada ya ndoto ile, akamuuliza Mungu. Bila shaka mengine hakuandikwa hayo, nasema mwenyewe. Yawezekana akamuuliza Mungu, okay, nimeota, sasa nafanyaje? Haleluya. Umenipa ndoto, nimeona mabeberu, nimeona. Haleluya. Na kwamba umeona mateso yangu, nimesikia, sasa nafanyaje? Haleluya. Kujua cha kufanya ndoto inapotokea ni muhimu sana. Kuna wengine hawajui cha kufanya, wanabakia tu kuomba Mungu na kukumbusha tena, ulisema. Mwaka unakatika, Mungu naendelea kukukumbusha. Wewe muulize Mungu, unafanyaje? Haleluya. Usikalie na kukumbusha. Anakumbuka kwamba uliota. Unafikiri hakumbuki? Wewe mkumbushe, lakini anakumbuka. Na anakushangaa. Mbona sasa uchukui hatua? Uliza, sasa nafanyaje? Jina la Yesu libarikiwe. Najaribu kumwona Yakobo, bila shaka ingawa haikuandikwa. Najaribu kumwona Yakobo baada ya ndoto akimuuliza Mungu, sasa nimeota, sasa ninachofanya nini? Bila shaka Mungu akampa ufunuo. Mungu akamwambia Yakobo, tengeneza fito zenye rangi inayofanana na yale mabeberu uliyoona. Mungu anamwambia namna mimba zitakavyoingia kwa hao wanyama. Wakati wanyama ukiwapeleka kwenye visima vile, yale mabirika kunywa maji, wewe utakuwa weka zile fito mbele yao, unazisimamisha. Wakiwa wanaziona huko anakunywa maji, yale maji inakuwa ndio mimba yenyewe. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Yakobo akapata ufunuo. Ukipata ndoto ukakosa ufunuo, ni sawasawa tu kwamba huna ndoto. Kuna watu wamekamata hiyo. Ukiwa na ndoto isiyo na ufunuo, ni sawa tu huna ndoto. Ndoto yako ipate ufunuo. Ndoto yako itatimizwa na ufunuo unaotembea nao. Jina la Yesu libarikiwe. Unaposema umeombea 2026, halafu baada ya hapo na ufunuo gani? Una ufunuo gani kwenye biashara yako? Una ufunuo gani kwenye huduma yako? Ukishaota baada ya hapo una ufunuo gani kwenye kazi zako? Tuliomba kweli, halafu maombi yenyewe yalikuwa mazuri. Kuna watu wanasemaga maombi yalikuwa mazuri halafu hamna kitu. Maombi yalikuwa mazuri lakini hamna kitu, kwa sababu waliomba wakakosa ufunuo. Jina la Yesu libarikiwe. Waliomba halafu wakakosa ufunuo, na maombi yakaishia hakuna kitu, kwa sababu alikosa ufunuo. Yakobo alipofanya sawasawa na ule ufunuo, akaenda kazungumza kwanza, kabla kwanza ule ufunuo, akaenda akamwambia mzee, sasa ninakusudia katika siku za hivi karibuni na mimi nianze kuwa naangalia mambo yangu. Ile mzee akamuuliza kama kawaida yake, yeye kuahidi mishahara hana matatizo. Matazo yake ni kutoa ile mishahara aliyoahidi. Kama kawaida yake akamuuliza, sasa hapa nitakulipa nini? Yakobo zamu hii sasa na ndoto, sio ile zamani. Nitakupa si ngapi? Anasema sawa mzee. Anasema hakuna sawa mzee. Akamwambia zamu hii sihitaji unilipe, nina ndoto itakayonilipa. Haleluya. Zamu hii usinilipe chochote. Ukisoma kwenye sura 30 pale nyuma, wakati wanajadili mambo hayo, Yakobo alimwambia Labani, usinilipe chochote. Akamwambia nichagulie tu wanyama wale wenye madoa madoa na milia na marakaraka,
hao ndio wawe wangu, ndio mshahara wangu. Wakati huo ni wachache kweli, halafu ni dhaifu. Yule mzee akaona kijana anajidhulumu mwenyewe huyu, akamchukua. Anajua kwanza ni wachache halafu dhaifu, chukua. Yakobo akawachukua wote wale wachache wenye maraka na madoa na miria, akawatenga, akawapa watoto wake, wakachungia mbali kilomita nyingi huko, wasije wakakutana. Haleluya. Ili hawa wasio na madoa wazae wenye madoa kwa muujiza wa kimungu, wala sio kwamba kuna siku walichangamana na wanyama wengine wenye madoa. Wakabakiza wasio na madoa, lakini anajua kwa ndoto hii watazaa madoa. Haleluya. Yakachunga hawa baba mkwe, halafu watoto wake wakachunga wale. Sasa akaanza ile sayansi ya fito. Zile fito zikisimama hapo, wakizaa wote, hakuna anayezaa wa kawaida, anazaa madoa wote na maraka na miria. Wakishazaa anahamisha, anapeleka kule. Yanazidi kuchunga huku, wanaozaliwa wote wanazaa madoa na miria, anahamisha, anapeleka kwa vijana. Baadaye kundi lile likawa kubwa sana, na hili likawa linaisha. Mungu akamwambia, sasa unaweza kurudi nyumbani. Jina la Yesu libariki. Sasa hivi unaweza kuaga sasa, karudi nyumbani. Ninachosema hiki ninapomalizia ni hivi: uko mahali sio pa kwako. Kanisa liko mahali sio pa kwake. Yakobo alikuwa mahali sio pake. Hii mwaka 2026 inamrudisha kila mtu mahali pake kwa jina la Yesu. Inamrudishia mtu heshima yake katika jina la Yesu. Inamrudishia mtu baraka zake katika jina la Yesu. Kila mtu mahali pake alipokusudiwa na Mungu anarudi, na pale shetani na mazingira alikuweka unaondoka kwa jina la Yesu. Naomba tusimame na ukatae kuwa mateka wa mazingira. Kataa kutekwa na mazingira katika jina la Yesu. Kataa kutekwa na hali zilizopo katika jina la Yesu. Waimbaji, naomba mje hapa mbele. Nataka tuendelee kumwomba Mungu kwa habari ya kuona kesho yetu, kwa habari ya kuona mwaka. Mungu aumbe jambo katika moyo katika jina la Yesu. Haleluya. Omba Mungu akutoe hapo. Miaka ile ya mateso, miaka ya dhuluma ifike mwisho kwa jina la Yesu. Mungu abadilishe miaka mibaya kuwa miaka miema katika jina la Yesu. Uingie katika mwaka mwema katika jina la Yesu, mwaka wa utukufu na heshima katika jina la Yesu. Unaweza Bwana, unaweza, uyama unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza, unajibu, haleluya, unajibu,
Kila mmoja anza kujiungamanisha katika Roho Mtakatifu. Kila mmoja anza kujiungamanisha katika Roho Mtakatifu. Anza kujiungamanisha katika Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu na kitu katika jioni leo atakidondosha kwenye moyo wako katika jioni leo. Kuna jambo Roho wa neema anakwenda kudondosha kwenye moyo wako katika jioni leo. Wewe jiungamanishe na Roho Mtakatifu, jiungamanishe na Roho wa Mungu, jiungamanishe na Roho wa Mungu. Kuna jambo la kwenda kudondosha kwa habari ya kazi yako, kwa habari ya maisha yako, kwa habari ya familia yako. Kuna jambo Mungu anakwenda kudondosha kwenye moyo wako, na utalijua kwamba hili ni wazo limetoka kwa Bwana. Utalijua kwamba hii ni ndoto imetoka kwa Bwana. Mungu ni Mungu aliye halisi, ni Mungu ambaye hayuko mbali, ni Mungu ambaye yuko karibu. Ninaomba ukapate kunyenyekeza mbele zake, ukajitiishe katika mamlaka yake. Kuna jambo anafanya. Mungu ambaye alinena na Yakobo, alisema naye katika ndoto, lakini wewe haitasubiri usinzie. Kuna jambo anadondosha katika maombi haya katika jina la Yesu. Kuna jambo anadondoka ndani ya moyo wako katika maombi haya katika jina la Yesu. Kuna jambo anadondoka habari ya utumishi wako mbele za Bwana na kwa habari ya kazi yake, in the mighty name of Jesus, katika jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana Mungu aliye hai. Na kuanzia sasa utaishi kama mtu aliye na ndoto. Hautaishi kama mtasema ndoto, hautaishi kama mtasema anapokwenda. Utaishi kama mtu aliye na ndoto, aliye na picha mahali anapokwenda, aliye na picha jambo linafanyika, aliye na picha Mungu anatenda nini kwenye ulimwengu wa roho. Mungu anatenda nini? Kwa sababu na ahadi za Mungu ni ahadi zilizokamilifu. Amesema ameona. Ile miaka kulia ameiona, ile miaka kudhulumiwa ameiona, ile miaka mateso ameiona, ile miaka maumivu ameiona, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Hizo nyakati zifanyazo ndio mageuzi unatenda katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu Kristo. Walioharibiwa ndio wanapata sasa, na walioharibu ndio wanapoteza sasa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ramashaka ya moto ya bagaseke ya mashapoto ya bagaseke Ramondo ya bagaseke ramogoseke. Naomba kila mtu amanishe, kila mtu amanishe. Kuna jambo ambalo Mungu anaitenda, lakini anatenda kwa walio tayari. Wanaweza kupasibu katika ulimwengu wa roho, wanaweza kupokea katika ulimwengu wa roho, wanaweza kukamata jambo katika ulimwengu wa roho, waliosikia wakakamata jambo katika ulimwengu wa roho. Kuna jambo Mungu anafanya, kuna jambo Mungu anaomba katika jioni hii, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mwana Mungu aliye hai. Baba, nakuinjilia tena, Baba, nakuweka sio penyewe, na kama unajiona mahali mazingira yamekuweka sio penyewe, maisha mazingira yamekupatia sio yenyewe, leo kataa kwa jina la Yesu. Leo aga kwa jina la Yesu, kama Yakobo alivyomwaga Labani kwa maelekezo ya kimungu, akamwambia mwambie Labani, nataka kurudi kwenye nchi yangu mwenyewe kule nilikozaliwa. Nataka kurudi kwenye nchi ya agano langu, kwenye mahali pa Betheli yangu. Najua nayo Betheli yako, najua nayo Betheli yako, najua nayo Betheli yako, mahali ambapo ndipo Mungu amesema nakutana mahali hapo, mahali pa agano lako, mahali pa nadhiri zako kwa Bwana. Hebu rudi hapo leo, rudi hapo leo. Mwambie Shetani, ninahama mahali ulikoniweka, ninahama mahali ya mapito ulionipitisha alikoniweka, ninahama hapo katika jina la Yesu. Mahali pa magonjwa alikoniweka, ninahama hapo kwa jina la Yesu. Mahali ufukara uliniweka, nahama mahali hapo kwa jina la Yesu. Mahali maadui waliniweka, nahama mahali hapo kwa jina la Yesu. Mahali taabu ziliniweka, mahali uyatima uliniweka, mahali ujane uliniweka, mahali umaskini uliniweka, nahama mahali hapo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Mungu aliye hai, mahali upweke uliniweka, nahama mahali hapo katika jina la Yesu. Mahali kutokusoma kuliniweka, nahama mahali hapo katika jina la Yesu. Mahali kukosa ajira kuliniweka, nahama mahali hapo katika jina la Yesu. Kuna mahali Mungu aliniweka, kuna mahali Mungu alinakusudia, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, nipe neema iliyonipeleka
unaonipeleka mahali pa Betheli nilipokutana na wewe kwanza, mahali pa Betheli nilipokuona kwanza, mahali pa Betheli nilipoona mkono wako, mahali pa Betheli nilipoona ngazi ya mbinguni, mahali pa Betheli nilipoona malaika wakipanda na kushuka wakinihudumia, mahali pa Betheli nilipokutana na wewe, mahali pa Betheli nilipokuona Mungu wangu, ndipo nahitaji kuwa tena katika jina la Yesu wa Nazareti, na Mungu aliye hai. Rakashakayaba ikoramasaka oroboshabokoryabasanda. Sante Bwana Yesu, utukufu ni wako na heshima ni yako. Wewe Mungu wezaye kutenda na kutakiriza wanadamu, utendaye kwa mkono ulio hodari na wa nguvu. Rikoshakaya baba shikarabosi Jesus, Jesus. Yakobo alipopata ndoto, alipata ufunuo wa kutengeneza fito za mlubuna. Katika ndoto ambayo Mungu anakupa kwa ajili ya 2026, enda kumwambia Bwana, nini kitakuwa ndio fito zako za mlubuna kuzalisha utimilifu wa ndoto yako ya 2026. Nini kitakuwa fito zako wewe? Mungu atakuelekeza, Mungu atakuelekeza nini cha kufanya na unafanya kwa namna gani. Ndio kumpa nafasi Roho Mtakatifu aendelee kuhusika. Ninapokuwa naendelea kuzungumza maneno haya, ninaona Roho Mtakatifu akiendelea kuweka jambo katika katika mioyo ya watu. Kuna mambo Roho neema aendelea kuyadondosha katika mioyo ya watu. Hautaingia 2026 kama kipofu asiyeona wala asiyejua lipasalo. Kuna jambo Mungu anaweka moyoni. Kazi zako zitachukua sura mpya, biashara zako zitachukua sura mpya, huduma zako zitachukua sura mpya, maisha yako ya kifamilia yatachukua sura mpya. Kuna jambo, kuna ufunuo, kuna mlubna Mungu anaweka moyoni mwako. Asante Yesu. Hautakuwa kama siyejua nakokwenda, hautafanya mambo kama anayepapasa gizani. Mungu wa Yakobo ndio Mungu wetu. Mungu aliyesema kwa Yakobo kwamba tuko pamoja, ndiye anayesema na sisi sasa, na yuko pamoja nasi. Asante Bwana Yesu. Thank you, Holy Spirit, for your powerful presence. Thank you for your glorious presence, Holy Spirit.
Thank you for your powerful presence, Holy Spirit. Asante kwa uwepo wako wa nguvu, Roho Mtakatifu. Asante kwa uwepo wako, Roho Mtakatifu. Asante kwa nguvu wako, Roho wa neema, Roho Mtakatifu. Asante kwa mapendo wako, mahali hapa, Roho Mtakatifu. Asante kwa kujaza hewa yote iliyo mahali hapa, Roho Mtakatifu, na roho ya neema na ufunuo katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu. 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 Oh, Ramashakarabusa. Na mahali Mungu alikutana na Yakobo, na baada ya miaka ya mateso na maumivu, Mungu anamwambia Yakobo, mimi ni Mungu wa Betheli, mimi ni Mungu wa Betheli, ni Mungu ambaye tulikutana Betheli. Anamwambia Yakobo, mimi ni yule Mungu ambaye tulikutana Betheli, mimi ni yule Mungu wa Betheli, mimi ni yule Mungu niliyesema nawe, mimi ni Mungu ambaye nilisema nawe kwa ndoto, niliyesema nitakupa nchi hii, mimi ndiye Mungu wa Betheli tuliyekutana. Rudi mahali tulipokutana, rudi Betheli tulikokutana, rudi mahali tulikutana. Ramashakayaba, Litorobosakayaba, Litarabokoyabasete. Ramashekerianarabose. Ushakara. Oh Jesus, you are so great, God. Wewe ni mkuu mno Bwana, wewe ni mkuu mno. Such a great God, you are a great God. Wewe ni Mungu, ni mkuu mno, ni mkuu mno Mungu. Wewe ni mkuu sana, wewe ni Mungu mkuu sana, wewe ni Mungu mkuu sana, wewe ni Mungu mkuu mno, ni Mungu mkuu sana. Ushakarabos. Mungu akutane na maisha ya kila moja mahali alipo. Mungu akutane na wewe, kila mmoja ambaye yuko amejiungamanisha na maombi haya popote alipo, hata kama ni Tanzania na nje ya Tanzania. Mungu akukutanishe na muujiza wako,
Mungu akukutanishe na mwaka wa baraka yako. Mungu akukutanishe na mwaka wa kurejea ndani ya neema yako katika jina la Yesu. Mungu akurejeshe yaliyopotezwa na yaliyodhulumiwa katika jina la Yesu. Mungu akurejeshe nafasi aliyokuwekea. Mungu akurejeshe ndani ya utukufu aliyokuwekea. Kutokea jioni ya leo, maombi haya yaumbe jambo kwa ajili ya maisha yako, yaumbe jambo, yaumbe nafasi kwa ajili yako katika jina la Yesu. Bwana Mungu aliye hai, Mungu akubadilishe nyakati, Mungu akubadilishe majira, Mungu akubadilishe majira, akumbe katika nyakati za mateso, nyakati za maonevu, nyakati za maumivu, upega katika nyakati za kumrudishwa kwa uwepo wa Mungu katika jina la Yesu. Bwana Mungu aliye hai, Mungu akutendee mema na Mungu akukumbuke kila mmoja mahali uliko katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Yesu.